Mjambo na asubuhi njema na karibu katika taarifa yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 23 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama na kutupa nafasi ya kukutana tena katika kipindi muhimu cha kuletea habari mbalimbali zinazotoka ndani na nje ya nchi. Ni mapema leo na tunatarajia kuanza pamoja safari ya kukupasha kile kinachoendelea katika siasa, usalama, uchumi na maisha kila siku ya wananchi kwa uhalisia wake bila upotoshaji wala upendeleo. Na hii ni Kivu News Info, mahali ambako kweli unasimama mbele na habari zinawasilishwa kwa uwazi, uweledi na uaminifu. Tutaendelea kujitatiti kuhakikisha kuwa kila taarifa unayoipata kutoka kwetu ni ya kuaminika na yenye kujenga uelewa mpana na matukio yanayozunguka. Basi tunakaribisha endelee kuwa nasi na usisahau kuwa sehemu ya familia kubwa ya Kivu News Info kwa kuendelea kutufuatilia kila siku, kushiriki na kusambaza habari hizi kwa wengine ili wote tuwe na taarifa sahihi na kwa wakati. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 23 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi karibu na mengi zaidi ni katika matangazo yetu hii ya asubuhi. Magari ya usafiri kwa ajili ya kurejesha kwa hiari wakimbizi wa Kongo yamewasili siku ya jana Jumatano tarehe 22 Aprili majira la asiri katika eneo la Busuma loko katika jimbo la Buhumuza nchini Burundi. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi, uwasili wa magari hayo ni sehemu ya maandalizi ya kuanza rasmi kwa zoezi la kurejesha wakimbizi hao katika maeneo ya wasili ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zoezi hilo linafanyika kwa hiari na kwa kuzingatia taratibu maalumu za usalama ili kuhakikisha kwamba wakimbizi wote wanarejea wanapata mazingira salama na yenye stahaha. Katika hatua ya kwanza, kipaumbele kimetolewa kwa familia zenye watoto wanaosoma, hususan wale wanaokaribia kufanya mitihani ya taifa, kwa lengo la kuwawezesha kurejea manyumbani na kuendelea na masomo yao katika mazingira yaliyo bora zaidi. Watumishi wa umma wanaotoka katika maeneo yaliyo chini ya hospitali wa serikali ya Kongo nao wameorozeshwa miongoni mwa watakaonufanika kuna awamu hiyo ya kwanza ya urejeshaji ili kusaidia kurejesha huduma za msingi katika maeneo yao ya kazi. Vyanzo vinaeleza kwa maandalizi ya zoezi hilo yanaendelea kuratibiwa kwa karibu kati ya mamlaka za Burundi, serikali ya Kongo pamoja na mashirika ya kibinadamu ili kuhakikisha mchakato mzima unafanyika kwa utulivu na bila changamoto kubwa. Wakimbizi wengi wanaendelea kuonyesha nia ya kurejea nyumbani huko wakitarajia kuanza maisha mapya baada ya kipindi cha muda mrefu kuishi uhamishoni kutokana na ile ukosefu wa usalama katika maeneo yao. Wasili wa magari yao katika eneo la Busuma unachukuliwa kama hatua muhimu kuelekea utekelezaji wa zoezi hilo la urejeshaji ambalo linatarajiwa kufanyika kwa hamu kulingana na ratiba iliyotolewa na wahusika wa operesheni hiyo. Vikosi vya waasi wa M23 vinavyoungwa mkono na Rwanda vinaendelea kuonyesha dalili za kupanua udhibiti wao katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku matukio mapya yakiripotiwa katika eneo la Kivu Kusini. Takriban wiki mbili zilizopita, waasi hao walitaka taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo ya Irena Malungu iliyoko katika groupement ya Miti wilayani Kabare kuondoa mifugo yake katika shamba hilo, wakidai kuwa eneo linapaswa kutumika kwa shughuli zao. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, Juma iliyopita wafugaji kutoka Rwanda waliwasili katika eneo hilo wakiwa na msafara wa awali wa malori 6 iliyobeba ngombe na kuanza mara moja shughuli za malisho katika ardhi ya Irena Mulungu. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mifugo hiyo tayari imeanza kulishwa katika eneo hilo, huku misafara mingine ya malori ikitarajiwa kuwasili katika siku zijazo, jambo ambalo linazua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi na wadau wa eneo hilo. Hatua hii inaonekana kuwa sehemu ya mwenendo unaoripotiwa kuongezeka katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23, ambapo si tu watu wanaodaiwa kuhamishwa kutoka Rwanda kuelekea ndani ya Kongo, bali pia mifugo inalazwa katika maeneo hayo. Vitendo kama hivi vimekuwa vikishuhudiwa mara kwa mara katika maeneo ya Nyiragongo, Ruchuru na Masisi katika jimbo la Kivu Kaskazini, na sasa vinaonekana kuenea hadi katika jimbo la Kivu Kusini, hususan katika wilaya ya Kabare. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa hali hii inaweza kuongeza mvutano wa kijamii na kiuchumi, hasa kutokana na migogoro ya ardhi na matumizi ya rasilimali kati ya wakazi wa asili na wale wanaoingia kutoka nje. Uwepo wa mifugo kutoka nje katika maeneo ya kilimo na utafiti unaweza kuathiri shughuli za kitaaluma zinazofanya na taasisi ya Irena
pamoja na kuhatarisha uzalishaji wa ndani. Hadi sasa mamlaka za serikali ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hili, huku jamii za wenyeji zikiendelea kuishi katika hali ya taharuki, wakihofia kupoteza ardhi na vyanzo vyao vya mapato. Matukio yanaongeza presha katika juhudi za kurejesha amani na utulivu katika mashariki mwa Kongo, eneo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na migogoro ya kivita na changamoto nyingi za kiusalama. Wachimbaji haramu wa kigeni wanaendelea kuimarisha vitendo vya uporaji wa madini katika jimbo la Ituri, hali iliyokiuka moja kwa moja uhuru wa kiuchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali imeibanishwa na waziri wa madini Louis Watomu wakati wa ziara yake ya kikazi mapema wiki katika wilaya za Aru na Magi, ambapo alijionea mwenyewe namna shughuli hizo zinaendeshwa kinyume cha sheria. Kwa mujibu wa waziri huyo, raia wa China wameonekana wakifanya shughuli za uchimbaji wa dhahabu katika maeneo kadhaa bila kuwa na leseni za kisheria wala vibali vya uchimbaji, huku wakitumia mitambo mazito katika ukiukaji mkubwa wa sheria za nchi. Waziri Watomu alieleza kuwa kiwapo shughuli hizo zitafanyika kwa njia halali, zingeweza kuwanufanisha wananchi na maeneo husika kupitia maendeleo ya kijamii na kiuchumi, lakini hali ilivyo sasa, faida zote zinachukuliwa kinyume cha sheria na bila kurudisha chochote kwa jamii hii. Katika baadhi ya vijiji ambako uchimbaji unaendelea, bado hakuna miundombinu ya msingi kama shule za kisasa, vituo vya afya vya kisasa wala barabara nzuri, licha utajiri mkubwa wa madini unaotoka katika maeneo hayo. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri wa madini alionyesha masitiko yake kwa hali hiyo, akisema kuwa licha fedha nyingi zinazowasilishwa kupitia madini hayo, wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu yasiyo na maendeleo. Alisisitiza kuwa serikali haiwezi kuendelea kuvumilia hali hiyo na kuagizwa kukamatwa kwa mitambo yote inayotumiwa na wachimbaji haramu pamoja na kuchukuliwa hatua kali za kisheria zaidi yao kwa lengo la kurejesha uratibu katika sekta ya madini. Waziri pia alibanisha kuwa hatua hiyo inalenga kupambana na udanganyifu, kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha kuwa mapato yanayotokana na madini yanawafanuisha wananchi wa Kongo badala ya watu wachache wanaojinufanisha kinyume cha sheria. Kwa upande wake, wananchi wa Ituri wanaendelea kuishi katika hali ngumu, wakilalamikia ukosefu wa huduma za msingi licha uwepo wa rasilimali nyingi katika maeneo hayo, huku wakihofia kuwa hali hiyo itaendelea ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa kwa haraka. Ziara ya waziri wa madini inaonekana kama hatua muhimu kwa kurejesha udhibiti wa serikali katika sekta ya madini na kukomesha vitendo vya uporaji vinavyoendelea katika jimbo hilo. Bunge la jimbo la mkoa wa Kivu Kaskazini limetoa tahadhari kwa mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO kuhusu hali ya kibinadamu inayozidi kuwa mbaya katika jimbo hilo kutokana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama. Tahadhari hii ilitolewa wakati wa mkutano uliofanyika mjini Beni kati ya wabunge wa jimbo hilo na mkuu wa MONUSCO James Swan, ambako pande zote zijadili kwa kina changamoto zinazokumba eneo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa wabunge hao, hali ya sasa ya kibinadamu ni ya kusitisha na imechangiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za makundi ya waasi wanaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Rais wa bunge wa jimbo la Kivu Kaskazini Robert Seninga alisema kuwa wamemweleza mkuu huyo wa MONUSCO kuhusu hali halisi ya usalama pamoja na athari kubwa za vita katika maisha ya wananchi, ikiwa ni pamoja na kuzorota kwa maendeleo na huduma za msingi. Alibanisha kwa ujumbe huo ulipokelewa vizuri na mkuu wa MONUSCO ambaye alikabidhiwa barua rasmi ya bunge la jimbo, akieleza kwa kina matatizo yanayowakabili wananchi wa Kivu Kaskazini. Bunge la jimbo limetoa wito kwa MONUSCO kuzingatia kundi la waasi la ADF kama vikundi la kigaidi sawasawa na makundi mengine duniani kutokana na vitendo vyao vya ukatili dhidi ya raia katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Wabunge walisisitiza kuwa tatizo la ADF halipaswi kuonekana kama swala la ndani la Kongo pekee, bali ni changamoto inahitaji ushirikiano wa kimataifa ili kulitafuta kikamilifu. Katika mapendekezo yao, wametaka MONUSCO kutekeleza kikamilifu wajibu wake kama inavyoibanishwa katika maazimio la Baraza la Usalama na Umoja wa Mataifa, hususani maazimio namba 2773 na namba 2808. Pia wametaka kulinda raia kwa ufanisi zaidi na kuhakikisha ufuatiliaji wa karibu wa makubaliano kuhusisha mapigano ili kupunguza madhara wanaopata wananchi wasiokuwa na hatia. Hatua hii ya bunge la Kivu Kaskazini imeonyesha wasiwasi mkubwa kwa viongozi wa ndani kuhusu hali ya usalama na kibinadamu, huku wakitarajia kuona hatua za haraka zikichukuliwa ili kurejesha amani na utulivu katika eneo hilo.
Katika wilaya ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kibinadamu kwa wakazi waliolazimika kuyama makazi yao inaendelea kuzorota kwa kiwango cha kutisha kufuatia kuongezeka kwa mapigano ya kivita katika eneo hilo. Tangu tarehe 16 Disemba mwaka 2025, baada ya mji wa Uvira kudhibitiwa na jeshi la Rwanda likishirikiana na waasi wa M23, maelfu ya raia wamelazimika kukimbia makazi yao wakitafuta hifadhi katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, hali ambayo imeongeza mizigo mkubwa kwa jamii zilizowapokea. Kwa mujibu wa msimamizi wa wilaya ya Fizi, Sami Kalonji Badibanga, vijiji kadhaa vimeathirika vibaya na wimbi hili la wakimbizi wa ndani. Ametaja maeneo ya Makobola ya pili, Bangwe, Kasekezi na Munene kuwa miongoni mwa walioshuhudia wakazi wake kukimbia kutokana na mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lisaidiwa na wazalendo dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Familia nyingi kwa sasa zinaishi katika mazingira magumu bila kupata huduma za msingi kama chakula cha kutosha, huduma za afya wala makazi salama, jambo linaloendelea kuhatarisha maisha yao ya kila siku. Katika maeneo ya milima ya juu ya Minembwe pamoja na sekta Itombwe, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya zaidi. Msimamizi wa wilaya anaeleza kuwa kuchukuliwa kwa kijiji cha Kipupu ambacho ni makao makuu ya sekta Itombwe kumesababisha ongezeko jipya la wakimbizi wanaoelekea katika sekta ya Lulenge. Harakati hizi za mara kwa mara za wananchi zinaonyesha hali ya kutokuwepo utulivu katika maeneo hilo, huku raia wakibaki katika hatari kubwa ya ukosefu wa usalama na changamoto nyingine za kibinadamu. Kwa sasa wilaya ya Fizi imekuwa moja ya maeneo makuu ya kupokea wakimbizi wa ndani katika jimbo la Kivu Kusini. Inakadiriwa kuwa zaidi ya watu 600,000 wameathirika na hali hii, wakisambazwa katika maeneo mbalimbali yakiwemo Makobola, ukanda wa Ziwa Tanganyika, Fizi Centre, Sebele, Nemba pamoja na Lulimba mpaka Kilembwe. Msimamizi wa wilaya amesitiza kuwa hali ni mbaya zaidi katika mili wa Makobola ambako tayari kuna baadhi ya juhudi za msaada zinaendelea, lakini hazitoshelezi mahitaji makubwa yaliyopo. Kutokana na hiyo, ametoa wito kwa dharura kwa mashirika ya kibinadamu kuingilia kati haraka iwezekanavyo kwa kutoa msaada wa chakula, huduma za afya ya akili, kuwahudumia wanawake wajawazito, kusaidia elimu ya watoto pamoja na kujenga vyoo vya kisasa na kuhakikisha upatikanaji wa maji safi. Ameomba serikali ya Kongo kuongeza juhudi zake katika kuwasaidia wananchi walioathirika, akisitiza kuwa bila hatua za haraka na za pamoja kuna hatari ya kwa janga kubwa la kibinadamu katika eneo hilo. Anahitimisha kwa kutoa wito kwa jamii ya kitaifa na kimataifa kushirikiana kwa karibu na kupunguza mateso ya maelfu ya familia zinazoathiriwa na mgogoro huo katika wilaya ya Fizi. Bunge la jimbo la Kivu Kusini limepokea hoja kutokuwa na imani dhidi ya gavana wa jimbo hilo Jean-Jacques Purusi Sadiki, hatua inaweza kubadilisha mwelekeo wa kisiasa katika kipindi ambacho jimbo hilo linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Hoja hiyo iliwasilishwa Jumanne tarehe 21 Aprili katika ofisi ya bunge la jimbo ikiongozwa na mbunge wa jimbo Jean Karume, ambaye anamshutumu gavana huyo kwa uzembe katika uongozi na matumizi mabaya ya fedha za umma. Kwa mujibu wa mbunge huyo, serikali ya jimbo imekuwa ikikabiliwa na matatizo ya kiutendaji, huku akidai kuwa hakuna matokeo yanaonekana ya matumizi ya mapato ya ndani licha ukusanyaji wa kodi kuendelea kufanyika. Tangu mji wa Bukavu ambao ni makao makuu ya jimbo ichukuliwa na waasi wa M23 tarehe 16 Februari mwaka 2025, taasisi zote za serikali za jimbo zimehamia Uvira, hali ambayo imeongeza changamoto katika uratibu na usimamizi wa shughuli za utawala. Hali ya kipekee imeibua mjadala mkali kuhusu wakati mwafaka wa kuwasilisha hoja na kutokuwa na imani, hasa katika kipindi ambacho jimbo linaendelea kukumbwa na vita na ukosefu wa usalama. Maoni yamegawanyika miongoni mwa wabunge na wanaharakati wa jamii ya kiraia. Wapo wanaona kuwa hali ya vita ipaswi kuwa ya kizingizio cha uzembe katika usimamizi wa mali za umma. Mwakilishi mmoja wa mashirika ya kiraia amesema kuwa licha ya kodi kukusanywa, wananchi hawaoni matokeo yake katika maendeleo ya miundombinu, akilinganisha na maeneo mengine kama Ituri ambako hata katika hali ya dharura kuna miradi ya barabara na maendeleo inayoendelea. Hata hivyo, upande mwingine wa wadau wa kijamii unaona kuwa hatua hiyo haijakuja wakati mwafaka. Baadhi yao wanasema kuwa hata wabunge wenyewe hawakawi Uvira kwa muda mrefu, bali huhudhuria vikao vya bunge na kisha kurejea Bujumbura, jambo linaloibua maswali kuhusu uhalisia wa uwakilishi wao. Wakati bunge la jimbo likisubiri kuamua kama hoja hiyo itakubaliwa kujadiliwa rasmi au la, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki anaendelea na majukumu yake bila kujibu moja kwa moja tuhuma hizo hadharani. Uamuzi wa bunge katika siku
siku zijazo unatarajiwa kuwa na hatari kubwa kisiasa katika jimbo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto za kiusalama, mgogoro wa kijamii na ile sintofahamu ya utawala. Mvutano wa kisiasa unaendelea kushika kasi ndani ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mjadala mkali unaozunguka hoja kutokuwa na imani dhidi ya waziri wa mambo ya ndani na usalama, iliwasilishwa zaidi ya wiki moja iliyopita, lakini bado haijajadiliwa rasmi katika kikao cha wabunge. Hoja hiyo iliwasilishwa katika bunge la taifa tarehe 13 Aprili imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wabunge, huku baadhi waliotia saini wakishtumu uongozi wa bunge, hususan ofisi ya spika, wakidai kuwa ni kuzuia makusudi utekelezaji wa jukumu la udhibiti wa serikali kupitia chombo hicho cha kutunga sheria. Mbunge Ladi Nyango Tikala aliyechaguliwa kutoka jimbo la Kisangani katika mkoa Chopo na ambaye ndiye mwanzilishi wa hoja hiyo ameibuka zarani kulalamika kile alichokita ukiukwaji wa kanuni za ndani za bunge. Kwa mujibu wake, kifungo cha 235 cha kanuni hizo inaeleza wazi kuwa hoja aina hiyo inapaswa kushughulikiwa ndani ya muda mfupi baada ya kuwasilishwa rasmi. Akizungumza kwa msisitizo, amesema kuwa hadi sasa ni zaidi ya siku 4 zimepita tangu hoja hiyo iwasilishwe, lakini bado hakuna hatua madhubuti iliyochukuliwa kuwasilisha mbele ya kikao cha wabunge kwa ajili ya mjadala na uamuzi. Ameleza pia kumekuwa na jitihada za chini kwa chini za kuwasilisha baadhi ya wabunge waliosaini hoja hiyo kuliondoa, pamoja na kumtaka yeye binafsi kujiondoa katika mchakato huo, lakini amesisitiza kuwa wao kama wabunge waliotia saini waendelea kusimama imara wakisubiri hoja hiyo ijadiliwe rasmi. Kwa upande wake, uongozi wa bunge hujakaa kimya kufuatilia tuhuma hizo. Msemaji wa bunge ambaye ni ripota wake Jacques Njoli amekanusha vikali madai ya uwepo wa kwanza kwa njama za kuzuia hoja hiyo kujadiliwa, akieleza kuwa taratibu zote zinafuatwa kwa mujibu wa sheria za kanuni za ndani ya chombo hicho. Njoli ameeleza kuwa hoja hiyo ilipokelewa rasmi tarehe 13 Aprili saa 8 mchana na kwamba inaelekezwa kwa spika wa bunge kwa ajili ya hatua za awali, ikiwemo uchunguzi wa uhalali wake kabla ya kupelekwa katika hatua inayofuata kwa kujadiliwa bungeni. Ameongeza kwa tafsiri inatolewa na baadhi ya wabunge kuhusu kifungo cha 235 si sahihi, kwani kifungo hicho akielezi kuwa hoja lazima ijadiliwe ndani ya masaa 14, bali kinaweka wazi kuwa mjadala wa upingaji kura hawezi kufanyika kabla ya muda huo kupita. Kwa maneno mengine, muda huu si wa chini kabisa na si wa mwisho. Wakati huo hoja hiyo ya kutokuwa na imani inalenga moja kwa moja utendaji wa waziri wa mambo ya ndani na usalama ambaye pia ni makamu waziri mkuu, akiutumu kwa kushindwa kudhibiti hali ya usalama nchini. Mbunge huyo na wenzake wanadai kuwa kumekuwa na ongezeko la vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan katika jiji la Kinshasa pamoja na miji mingine mikubwa, hali ambayo inaathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Wabunge wanataka waziri huyo afike mbele ya wabunge kutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali katika kukabiliana na hali hiyo ya usalama, pamoja na kueleza mikakati ya muda mfupi na mrefu ya kurejesha utulivu. Mjadala umebua migawanyiko na maoni ndani ya bunge, huku baadhi wakisisitiza umuhimu wa kuharakisha uchunguzi na hoja hiyo kwa maslahi ya wajibikaji, na wengine wakitaka kuheshimiwa kwa taratibu zote za kisheria kabla hatua yoyote kuchukuliwa. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa katika kikao hicho cha bunge ambacho kinatarajiwa kutoa mwelekezo kuhusu hatma ya hoja hiyo, ikiwa itajadiliwa, kuruhusiwa au kuchukua mkondo mwingine wa kisheria. Hali ya barabara ya kitaifa namba 5 maarufu kama RN5 kwenye mili ya Fizi kuelekea Misisi mkoani Kivu Kusini inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na watumiaji wa barabara hiyo muhimu kwa kiuchumi wa eneo hilo. Siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili, msimamizi wa wilaya Fizi Sami Kalonji Badibanga alifanya ziara ya kikazi katika sekta ya Nganja, hasa katika komenti ya Bashikalangwa, eneo linalojulikana kama Mama Tantine, kwa lengo la kujionea hali halisi ya uharibifu mkubwa wa barabara hiyo. Akiwa eneo hilo alikutana na hali mbaya sana. Barabara hiyo imeharibika kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba magari makubwa na mizigo pamoja na waendesha pikipiki wanapata shida kupita. Sehemu nyingi zimejaa mashimo, tope na vipande vinavyo katika hali inayosababisha safari kuwa ngumu na hatari zaidi. Akizungumza na wakazi pamoja na watumiaji wa barabara hiyo, msimamizi wa Fizi alisisitiza kuwa barabara hiyo ya taifa namba 5 inahitaji matengenezo ya haraka. Alieleza kuwa barabara hiyo ni muhimu sana kwa usafiri wa watu, biashara na hata msaada kwa binadamu
zimetolewa kwa wakimbizi wa ndani wanaoishi katika maeneo ya Fizi. Kutokana na hali mbaya ya barabara, tayari athari zimeanza kuonekana katika maisha kila siku ya wananchi. Bei za bidhaa muhimu zimepanda kwa kiasi kutokana na ugumu wa usafirishaji. Bidhaa nyingi zimekuwa ngumu adimu sokoni, jambo linaloumiza zaidi wananchi wa kawaida. Mkazi mmoja anaeleza kuwa hali ya sasa inalazimisha sheria ya soko ambako bidhaa chache zinapatikana kwa bei kubwa na kufanya maisha kuwa magumu zaidi. Mbali na hilo, kumeripotiwa pia kuwepo kwa vizuizi vingi vya malipo vinavyowekwa na baadhi ya wafanyakazi wa matengenezo ya barabara maarufu kama kantonier, jambo linaloongeza gharama kwa wasafirishaji na hatimaye kwa walaji. Katika kukabiliana na hali hiyo, msimamizi wa wilaya amewataka wananchi kuwa na subira huku akitoa hatua zikichukuliwa. Ameahidi pia ripoti kamili itawasilisha haraka kwa mamlaka husika ili kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Ziara hiyo imehitimishwa kwa kutembelea miundombinu mbalimbali ya kijamii ikiwemo vituo vya afya, shule, masoko pamoja na familia zilizopatwa na misiba, hatua inalenga kuonyesha ukaribu na wa uongozi na wananchi. Kwa sasa wakazi wa Fizi wanaendelea kuishi katika hali ngumu wakisubiri hatua za haraka zichukuliwe ili kurekebisha barabara hiyo muhimu na kuwarahisisha maisha yao ya kila siku. Kiongozi wa mpinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, ametoa onyo kali kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa marekebisho ya katiba nchi, akisema hatua hiyo inaweza kuhatarisha utulivu wa taifa. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X zamani Twitter, Martin Fayulu ameeleza kuwa kubadilisha katiba katika wakati huu ambao nchi inaendelea kukabiliwa na vita na kuzofika kwa mamlaka ya serikali ni jambo hatari na linaweza kuzidisha mgogoro uliopo badala ya kupatia suluhisho. Amesema wazi kwamba matatizo yanayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayatokani na maandishi ya katiba yenyewe, bali yanatokana na kutoheshimiwa kwa katiba hiyo na sheria zilizopo. Maoni yake, kama katiba ilizingatiwa ipasavyo, changamoto nyingi za sasa zingefikia kiwango kilichopo. Fayulu amezungumzia kile alichokiita vitisho vya ndani na nje vinavyoikabili nchi, akitiza kuwa viongozi wanapaswa kuwa waangalifu na kuwajibika zaidi katika maamuzi ya hasa yale yanayoruhusu mustakabali wa taifa. Ameonya kuwa mazingira ya sasa na ya kisiasa na kiusalama nchini hayatoi nafasi ya kufanya maamuzi ya haraka au yasiyo na tahadhari kuhusu mabadiliko ya katiba. Kwa mujibu wake, kila hatua inapaswa kuzingatia maslahi ya wananchi na amani ya taifa. Katika ujumbe huo, Fayulu amegusia pia kile alichokiita hekima katiba, akitiza kuwa viongozi wanapaswa kutumia busara ya maadili na ya kijadili katika kuchukua maamuzi yanayohusu mustakabali wa wakongomani wote. Kauli yake inakuja katika kipindi ambacho mjadala kuhusu katiba yameanza kujitokeza tena ndani ya anga kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anazua hisia tofauti kati ya wanasiasa na wananchi. Kwa sasa mjadala huu unaendelea kuibua mvutano wa kisiasa nchini humo, huku upande wa upinzani ukitiza tahadhari na pande nyingine ukiendelea na mjadala ya mageuzi ya katiba. Mvutano wa kidiplomasia umebuka baada ya baadhi ya raia wa Colombia kupelekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo imezua mjadala kubwa ndani na nje ya Colombia. Rais wa Colombia Gustavo Petro amejibu kwa kauli swala hilo, akielekeza agizo kwa waziri wake wa mambo ya nje kuhakikisha kuwa raia hao wanarudishwa nchini Colombia haraka iwezekanavyo na bila minyonyoro. Kupitia mtandao wa X zamani Twitter, Petro alilaani kitendo hicho, akitaja kama aina ya kutengwa na ubaguzi dhidi ya raia wake. Kauli imekuja baada ya taarifa kuwa baadhi ya raia wa Colombia wakuhamishwa au kusafirishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mazingira ambayo bado yanaendelea kufafanuliwa. Swali hilo limezua maswali mengi kuhusu hali ya usafirishaji wao na sababu zilizofanywa wachukuliwe hatua hiyo. Kwa upande wa wahusika wenyewe, baadhi yao waliotajwa kama Kulibilos na Rodebero wamezungumza na vyombo vya habari kieleza hali yao. Wanasema kuwa awali hawakuwahi kufikiria kurejea Colombia na kwa kuwa walikuwa wamekimbia nchi hiyo kutokana na vitisho na mazingira magumu ya usalama. Hata hivyo, kwa sasa wanakiri kuwa hali yao imebadilika. Wamesema kuwa kurejea Colombia inaonekana kuwa chaguo pekee lililobaki kwao. Kutokana na mazingira wanayokumbana nayo wakiwa nje nchi yao, wameeleza kuwa maisha yao yameingia katika
katika hali ya sitofahamu na wana uhakika wa mustakabali wao. Tukio hilo limeongeza mjadala mpana kuhusu namna wahamiaji wanavyoshughulikiwa kimataifa, hasa pale wanapohamishwa kutoka nchi moja kwenda nyingine bila mazingira ya wazi au uelewa wa kutosha kuhusu hatima yao. Wakati serikali ya Colombia inashinikiza raia wake warudishwe haraka, bado hakuna maelezo ya kina kutoka kwa mamlaka husika kuhusu namna walivyoishia nchini DRC na mpango mzima wa mchakato huo. Kwa sasa macho wengi yako katika serikali ya Colombia na mamlaka zinazohusika na hali ya wakimbizi au wahamiaji, huko wahusika wote wakisubiri suluhisho litakalowatoa katika hali hiyo ya sitofahamu waliojaa nayo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 23 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki na kwa kuendelea kutuamini sisi Kivu News Info kama chanzo chako cha habari za ukweli na kwa wakati. Tunatumaini kuwa taarifa hizi zimekupa mwanga na uelewa wa yale yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi na jirani. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu matukio yote muhimu ili kuletea taarifa sahihi zenye uhakika na zenye zinazogusa maisha ya kila siku. Usisahau kuendelea kwa karibu nasi katika vipindi vyetu vingine vinavyofuata, pamoja na kutusambazia kwa wengine ili nao waweze kupata taarifa za uhakika kwa wakati. Langu jina mimi niite Eloge Lulonga na ni Kivu News Info. Tunasema asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, na nikumbushe tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka nikikuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi tuendelee kuungana kwa amani, umoja na uelewa, na tutaonana tena katika taarifa ijayo. Mwenyezi Mungu awabariki na kulinde katika shughuli zako za kila siku. Bye bye na chau, baki salama.